Kenya ina wananchi milioni 37. Kulingana na utafiti, idadi ya Wakenya itaongezeka maradufu hadi milioni 80 kufikia mwaka 2030. Kugharamia ongezeko hili itakuwa changamoto kwa sekta ya kilimo kuzalisha 50% zaidi kwa miaka 18 zijazo. Ufugaji kuku imepewa kipeo cha mbele kugharamia hili ongezeko. Taasisi ya utafiti wa kilimo nchini Kenya imekuwa ikifanya utafiti kuhusu kuku wa kienyeji tangu mwaka wa 2000. Tulipotazama tuliona kuku ni tegemeo la wakulima wengi pale mashinani, hasa wale ambao ni maskini. Wanategemea kuku kwa chakula chao, wanategemea kuku kwa uchumi wao, wanategemea kuku pia kwa sababu ya mambo kadhaa ya kitamaduni. Kwa hivyo kuku ni wa muhimu sana katika maisha yao. Lakini tulipotazama tukaona kuku ambao wanao, kwanza hatagi mayai mengi, hakui haraka, wakati mwingine wana shida ya magonjwa, na pia ni mdogo katika hana kilo nyingi. Kwa hivyo tukaona ni vizuri tusaidie hawa wakulima. Kuanzia tulienda katika wilaya tofauti nchini mwetu, tukaenda Turkana, tukaenda Lamu, tukaenda Narok, tukachukua kuku wa huko. Tukawaleta hapa, tukaanza kuchukua mayai yao. Ndio tukaanza kuangalia na kuona tofauti iko wapi, shida ziko wapi katika kuku wetu. Ndio tuwe na kuku mzuri, anayetaga mayai mengi, anayekua haraka, na anaweza kupatia mkulima mapato mingi kuliko yale ako naye kwa wakati huu. Tukapata kuku wa kienyeji wa Kenya ambaye ni mzito, ana mayai mengi na kadhalika. Kuku huyu ambaye tumezalisha ana mazoea ya kutumia chakula cha kawaida, wadudu hapa na pale, chakula cha jikoni, na anastahimili na anakuwa vizuri. Na tunafurahia kwa sababu sasa tunaweza kuwafikia wakulima wengi. Tunaweza kuuza kuku katikati ya kuku 15,000 hadi 20,000 kwa mwezi. Wakenya wengi wanapenda kuku wa kienyeji, mapochopocho yake na mwonjo wa kuku wa kiasili badala ya broiler. Kuku huyu anapendeka kote nchini hadi kufanya bei yake kuwa ghali. Customer wetu wanampenda kuku wa kienyeji. Manake kuku wa kienyeji ana madini ambayo inapendeza. Tunamuuza kwa kilo moja shilingi 450. Mimi huwa naja hapa kununua kuku ya kienyeji kwa sababu naipenda sana. Hii iko na nyama nyingi. Ni nyama mnaweza tosha kama jamii. Hii mnaweza kula hata mara 2. Lakini hiyo ingine ni kuku unakula ni kidogo. Tena ladha yake haina ladha mingi. Hii kuku hata ukiweka na ukunywe naye supu, unasikia uko na nguvu, si kama hii kuku ingine ya broiler. Nimejaribu mara mingi kujaribu hiyo kuku ya broiler lakini siipendi. Napenda sana hii. Leo, taasisi ya KARI ina vyombo vya kuangua kuku wa kiasili wa hali ya juu. Kituo hiki kina uwezo wa kuota mayai 15,000 kila mwezi kwa kutumia mbinu za ufugaji za kisayansi ili kuendeleza uzaji wa kuku wa kienyeji. Mayai ikiokotwa kutoka kwa nyumba inaletwa kwa store. Ikiletwa kwa store tunatoa yenye haiwezi ikapelekwa kwa hatchery. Yenye ni chafu, yenye ni kubwa sana, yenye ni tudogo sana, na yenye iko na cracks tunaiweka kado. Hiyo ingine tunapeleka ndani kwa tray zenye tunaweka nazo kwa machine. Hiyo machine yenyewe inaitwa setter. Kwa setter, after every 2 hours huwa mayai inaturn. Pia temperature iko juu kidogo na humidity iko chini kidogo. Inakaa hapo kutoka siku ya kwanza mpaka siku ya 18. Ndio tunafanya kitu inaitwa curdling or egg grading, tukitumia curdling lamp, ili tujue venye hiyo mayai inaendelea. Tujue fertility and infertility and the development of the embryo in the egg, ili tuhakikishe hakuna mayai yenye itapita hapo ingie kwa machine yenye iko na shida yoyote. Baada ya hapo tunaitoa kwa hiyo machine, tunaipeleka kwa machine ingine inaitwa hatcher. Hatcher tunapeleka mayai yenye tunaona embryo imedevelop iko ripe, tunaipeleka kwa hatcher.
Tukiweka hapo inakaa kutoka hiyo siku ya 18 mpaka siku ya 22. Siku ya 22 ikifika, tunaitoa, tunachagua vifaranga wenye wako na afya mzuri, wenye miguu yao iko mzuri, hawana shida yoyote. Hao ndio tunachaja kujaribu kuzuia ugonjwa inaitwa Marex. So tunasichaja zote. Tukimalizia hapo ndio tunauzia wakulima. Kuna aina mbili ya vifaranga. Kuna kifaranga ya siku moja, day old chicks, na kuna kifaranga ya 4 weeks old chick. Hiyo vifaranga mbili ndio huwa tunauzia wakulima, sababu wengine hawana uwezo wa kwenda kufanya brooding, kulea hizo vifaranga, so zinakufa nyingi sana zikiwa kwa hiyo umri kutoka siku ya kwanza mpaka wiki ya 4. Pia huwa tunauza mayai ya kwenda kuangua au fertile eggs. Kipindi cha KARI kimetengezwa maalum ili kusaidia mkulima wa kiwango cha chini. Bei nafuu ya kukuza kuku wa kienyeji imefanya biashara ya ufugaji kuku kuwa yenye manufaa na mapato ya juu nchini Kenya. Waliochukua hatua hili la kuanzisha biashara ya kulea kuku wa kiasili hawana majuto na wanaendelea kukua kwenye biashara hii. Sambele tulianza hii ya kienyeji, hii ya kutembea, tukanunua, tukakuja, tukaanguka sababu mtu mmoja alikuja kaiba. Tukarudi hapo tena. Mama ingine ametoka Nairobi anaitwa Mary akatuambia tuanze broilers. Tulilisha hizo na hizo zinakulanga, na kama hujauza haraka zinakula ile kitu yote uko naye zinamaliza. Hizo tukauza na tukaona haijatupeleka mzuri sababu tulichukua muda sana tukitafuta market. Zikambidi ikakula hata ile kitu tulikuwa tumesave. Na tena ukipeleka utasema hii yangu ilikula sana, inunuliwe bei ya juu. Na tena chakula iko na bei sana. Watu wakati walikuja kaeleza vile tumesumbuana na hizi kuku, na saa nyingine market yake inakuja inasimama, tukawa tuko na shinda sana. Walituonyesha kufunga hii kuku za indigenous, tukafunzwa maugonjwa yote vile hiyo kuku inahitaji, sababu yetu hatu kuwa tunatibu. Tukaanza hiyo na ilitusaidia sana sababu saa hii ni kama tuko stage ya 3, tukiuza tunalisha tunauza. Actually hii kuku tumeipenda sababu sehemu yetu ni kidogo. Si kama ng'ombe ati itaenda kusurura huko. Hapa ni mahali unaweza lisha kuku mingi, watoto wetu wasome na ukule na turundie maisha ya kawaida. Tulianzisha kile kikundi cha kwanza cha kuku wa broiler, lakini hawakukuwa wa manufaa kubwa sana kwetu kwa sababu mara nyingi tulikuwa tunakosa soko mpaka watu wa KARI walipotutembelea na wakatuonyesha umuhimu wa hizi kuku za kienyeji. Japo kuwa tulikuwa tunazifuga, lakini tulikuwa tunazifanya zile free range, tulikuwa tunazifuga tu bila mpangilio. Wakatuonyesha umuhimu na faida zinazopatikana kwa hawa kuku wa kienyeji. Kwa sasa niko na kuku 100 kuku wazima, na vifaranga hawa wa umri wa katikati nina vifaranga 15, na hawa wadogo kabisa ni kama 30 hivi. Yai kwa sasa ninapata 20-25 kwa siku. Kutokana na mafanikio ya kipindi cha KARI, ni wazi kuwa wafugaji kuku wana kituo cha manufaa ambapo wanapokea elimu kuhusu ufugaji kuku wa kiasili. Taasisi ya KARI ina mipango ya kuongeza sheheni yake ya kuku kutoka 15,000 kila mwezi hadi 30,000. Tukiangalia siku za usoni, tunahitaji kupata wakulima na wafanya biashara ambao watatusaidia kuzalisha kuku nyingi. Na mfano ambao tunao ni kwamba tuwe upande wa pwani, tuwe na wakulima 2-3 ambao wana uwezo kama wetu. Upande wa magharibi pia tuwe na wakulima kama hao, pia kaskazini na kusini. Ili kila mwaka tunaona tunatosheleza hii demand ambayo ni kubwa kwa wakulima wetu.
ili sasa tutakuwa tumebadilisha Kenya kwa kiuchumi, kwa sababu sasa tukiangalia tukienda pale kwa mkulima na wa kawaida, sasa atakuwa na kuku ambaye anataka mayai mengi, kwa hivyo atakuwa na kutosheleza chakula na ya kuuza apate fedha. Ningependa kuhimiza kwa wakulima, especially wakulima hawa wadogo wadogo, ati kuku hawa wa kienyeji wako kwa nyumba katika boma zao, hawa ni mali. Akiwamwangalia vizuri, amchanje, amjengee nyumba, wanaweza kupata mapato mengi sana kutoka kwa hawa kuku. Ni vizuri tuwatunze kwa sababu kuku ni mali. Mradi wa KARI kuhusu kuku wa kienyeji ni muhimu kwa ruwaza ya 2030 na ni mojawapo wa njia ambazo zitawezesha wakulima wa kawaida kujinufaisha kwa sekta ya ufugaji kuku. Unaweza wasiliana na Taasisi ya Kenya ya Utafiti wa Kilimo kwa nambari zifuatazo. KARI, kubadilisha maisha na mifugo ya hali ya juu.